Uharibifu mkubwa umetokea huko Israel kufuatia mashambulizi ya Iran. Jumamosi, makombora ya Iran yalitua huko Arad, mji mdogo kusini mwa Israel, baada ya mifumo ya ulinzi wa anga kushindwa kulizuia. Huduma za dharura nchini humo zimesema watu 88 walipelekwa hospitalini baada ya shambulizi hilo, huku 10 kati yao wakiwa wamejeruhiwa vibaya. Mashambulizi hayo yalileta uharibifu mkubwa wa miundombinu pamoja na majengo, ambapo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amelielezea kama tukio baya sana ambalo halijawahi kuonekana. Waziri mkuu huyo alisema kwamba ilikuwa ni jioni ngumu sana kwa taifa la Israel kuona mashambulizi mazito kama hayo yaliyofanywa na Iran. Majengo mengi yameharibiwa vibaya kutokana na mashambulizi hayo ya Iran, na Iran imesema itaendeleza mapigo katika taifa hilo. Kilichowashangaza wa Israel ni juu ya ulinzi wa anga uliopo katika taifa hilo, karibia mifumo zaidi ya 5 ya ulinzi wa anga iliyoshindwa kuyazuia makombora ya kutoka nchini Iran. Iran imesema baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, sasa ni namna ya kuionyesha dunia jinsi Iran ilivyokuwa na uwezo wa kufanya mashambulizi, baada ya kile kilichoelezwa na Rais wa Marekani Donald Trump kwamba Iran imeshaishiwa na makombora na kwamba haina uwezo tena wa kufanya lolote, huku rais huyo wa Marekani akijitangazia ushindi mbele ya watu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, si Israel pekee, lakini huko katika Umoja wa Falme za Kiarabu leo Jumapili imeelezwa kwamba kumekuwa na mashambulizi makali kutoka nchini Iran. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umetangaza kuwa unakabiliana na mashambulizi kutoka Iran. Wizara yake ya ulinzi imesema kuwa sasa hivi mifumo yetu ulinzi wa anga inakabiliana na tishio la makombora na ndege zisizokuwa na rubani, drones zinazoletwa na Iran. Kwa mujibu wa wizara hiyo, sauti zilizosikika zilitokana na mifumo ulinzi wa anga ikipungua kasi ya makombora ya drone hizo. Msemaji wa wizara ya ulinzi pia alitangaza kuwa drone 3 zilikamatwa kwa kuharibiwa katika mkoa wa mashariki mwa nchi hiyo. Katika taarifa nyingine, inaelezwa kwamba mpaka sasa wizara ya afya imesema idadi ya watu waliojeruhiwa na kupelekwa hospitalini tangu kuanza kwa vita hivyo na Iran hadi Jumapili ya leo asubuhi imefikia watu 4564. Wizara hiyo imeeleza kuwa kati ya majeruhi hao watu 124 bado wamelazwa hospitalini, akiwemo mmoja aliye katika hali mahututi, 13 wenye majeruhi mabaya na 26 walio katika hali ya kati. Katika saa 24 zilizopita pekee watu 303 walipelekwa hospitalini, wakiwemo 8 walio katika hali mbaya na 29 katika hali ya kati, kufuatia mashambulizi mawili ya makombora ya Iran katika miji ya kusini ya Arad na Dimona. Iran inatikisa mashambulizi ndani ya Israel. Mashambulizi yamekuwa ni makali mno katika maeneo mbalimbali huko Tel Aviv na Yerusalemu, lakini pia pamoja na maeneo mengi ya Mashariki ya Kati, ambapo Iran imesema ni kisasi kisichokuwa na mfano wakati huu ambacho inakilipa kutokana na kupotea kwa damu za wasiokuwa na hatia, wakiwemo kiongozi wa mkuu Ayatollah Al-Khamenei, lakini pia makamanda wao wa kijeshi waliouawa bila hatia yoyote. Sasa Iran imesema kuuliwa kwa makamanda wao ambao hawakuanzisha uchokozi wa aina yoyote lazima utalipwa, huku rais wa Marekani akitoa makatazo ya saa 48 kuhakikisha mlango bahari wa Hormuz unakuwa huru. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.